Kwa sababu anapenda ni kabla hata kukutana naye nilikuwa naangalia hapo zamani. Kwa hata nilivyokutana naye ikawa ni ngumu kuacha. Yaani hata mpaka sasa hivi natamani kuacha lakini siwezi. Kwa hiyo hapo ulipo bado unatamani kufanya mapenzi kinyume na maumbile? Kwa sasa hivi naahidi mume wangu nimeacha. Tarudia tena. Samehe. Unaangaliaga hizo movie hizo za kufanya mapenzi au unaangaliaga ni zile za kawaida? Zile za kufanya. Ukiangalia na unapata hisia. Ndio. Kwa hiyo mradi hisia zako ziishe, wewe inabidi ufanye mapenzi kinyume na maumbile. Ndio. Kwa hiyo ukisema hivyo it means kwa mwanaume wako akuridhisha? Mungu ananipa kawaida. Anakupa kawaida. Brother, Malisikia hilo, mwanamke ameamua kuwa muwazi kwako. Yaani yeye anachotaka ni kuwa mkweli kwako. Wewe unampa kawaida. Anachokitaka sio hicho ambacho wewe kila siku unakipambania kumpa. Sijui kama umemuelewa. Nachanganyikiwa sana sasa. Kwa sababu yani nashindwa hata sijui niongee vipi. Kwa jinsi nilivyokuwa namthamini huyu mwanamke mpaka ikafika hatua ya kuamua kumuoa. Kwani umemuoa kabisa ile ndoa kama ndoa? Kabisa, ni mke wangu wa ndoa kabisa nimemuoa. Lakini kuzisikia hizi taarifa kwa kweli moyoni mwangu najisikia uchungu sana. Ndugu zake, wazazi, familia wote wanafahamu ya kuwa wewe na huyu mnaishi pamoja? Kwa sababu ni jambo la ndoa, maana ifanyika ndoa, kwa hiyo familia yake kiujumla yote walikuwepo. Baba, mama, shangazi zake wote. Una enjoy kuwa na huyu mwanamke? Kwa kweli na enjoy mpaka niliamua kumuoa, na maana chunguza, lakini unajua mtu unapokuja kuwa naye katika ndoa na kuishi naye ndani, kwanza nisingejua, hata hivyo nashukuru sana nisingejua, lakini nanyuma sana. Pole sana. Pole sana. Pole sana bro. Pole. Emle dangu, kaa chini kwanza. Tuzungumzie hapa naye, kaa chini. Sister, unaona unavyomuumiza mwanaume wako na majibu yako ambayo yanatoka kwenye kinywa chako bila mpangilio. Mara wewe sijui ndio uliva Tandale, sijui nani asiyekujua. Umepata mwanaume mpole, muelewa, anapenda timu unayoipenda. Kwani bro, okay, samahani kwa haya maswali ambayo nakuwa nakuuliza hapa. Ni vitu gani ambavyo huvipendi kutoka kwa mkeo? Hebu kuwa mwazi. Vitu gani ambavyo vinakukera afu anavirudia kila mara? Sikiliza, namba vitu ambavyo havipendi mwanaume wako kutoka kwako, sawa? Blaza, kwa kweli hii swali nimechanganya sana kiasi kwamba nashindwa hata kuongea. Lakini kwa mwanaume kama mwanaume, nafikiri mwanaume hatofurahia mwanamke wake akiwa na vitendo kama hivyo. Kwanza cha kwanza hicho kitendo mimi nakilani sana. Ikiwa mwanaume kama mwanaume, sitoweza kuvumilia hicho kitu na wala sitokipenda afanye hicho kitu. Viko vitu vingi of course, lakini siwezi kuvielezea vyote kwa sababu mpaka tulipofikia hapa na mke wangu, na hizi ni habari za uhakika. Mimi hapana, hapana nini? Hapana, mimi hii ndoa itanishinda blaza. Sitoweza kuvumilia kwa kitu alichokifanya mke wangu. Mimi sipo hapa bro, sipo hapa kwa ajili ya kuachanisha. Mimi nipo hapa kwa ajili ya kujenga, ili mradi tujue tunafanya nini. Sasa hapo, je, katika hiyo changamoto ambayo mwanamke wako ipo ndani yake, wewe unatumia njia gani kusolve hiyo changamoto yake? Hapana blaza, mimi hii ndoa itanishinda. Mimi nitamwacha tu. Sasa ndugu zake watakapokuwa na kuuliza labda kisa nini, utajibu shida nini? Shida ni nini sasa ukiulizwa? Maana isije kawa shida ni Monsuri ndo nimewachanisha.
Shida ni wewe, maamuzi yako. Kitu gani ambacho unatamani kukifanya? Kitu gani ambacho unatamani kukitenda juu ya huyu mwanamke? Mimi huyu mwanamke mimi naachana naye kabisa. Talaka, naandika talaka, sitaki hata kumsikia, sitaki kumuona kabisa, kwa sababu ameniumiza sana blaza. Nimepoteza mambo mengi, nimepoteza muda mwingi. Jamani, nilijua kwangu. Jamani, ngojeni kwanza apeleke mtandio wa watu. Asa kwa bro, si ungejaribu hata kutafuta labda ndugu zake? Hapana blaza, kama hivi unavyoona mwanamke yani kama hivyo ana vitu vya watu, anakuwa anazima vitu vya watu, yani mambo mengi sana napitia magumu katika ndoa yangu blaza. Kwa nini sasa hili kubwa nilokuja kulijua hii siku ya leo? Ulivyo unataka kurudi kwenu Mbeya? Ndoa imekushinda? Wewe umeniharibia utani wao. Rudi nyumbani, siwezi kurudi. Kwani uko tayari kuachana na bro? Mbona kama hujali hivi? Mbona kama uumii? Kusema kweli, kwa sababu mtu ukweli ndo kama hivyo ameshaujua. Huwezi ukamforce kusema labda endelee na mimi. Kusema kweli, kwa sababu wewe mwenyewe nilichokifanya unadhani unajua. Kwa sababu hata huwezi ukakubali mwanamke design hiyo, si ndio? Kwa kama ataniacha, ila mimi bado nampenda. Kwa hiyo unataka kumwacha huyu mradi ubaki na mwanamume wa huyu? Hapana. Sijamaanisha hivyo. Una mwanamume mwingine sasa hivi? Sina mwanamume, mimi mwanamume wangu ni yule bado nampenda. Nani ambaye anakuridhisha hisia zako za nyuma ya mgongo? Ni mwanamume wangu. Na hilo swala ulilosema kuhusu vidonge, dawa, ni kweli au uongo? Ni kweli. Unatumia vidonge? Yeah. Kisirisiri ama? Ndiyo. Unashiriki tendo na mwanamume wako? Tunamesi kama mimi hatujaonana. Na mnakaa chumba kimoja? Yeah. Sometimes anarudi kazini anakuwa amechoka sana. Kwa ni ngumu. Sometimes mimi mwenyewe. Au ni kwa sababu yeye ndo hataki kufanya hivyo unachotaka ukifanya, ndio maana mnakaa muda mrefu ndani? Of course mimi ni mtu ambaye kwa sababu mimi nikishatoka kule huwa nikirudi nyumbani sipendagi kuwa, napenda tukae hata wiki 2 hivyo basi, lakini sijaona naye kwa zina miezi 4. Sasa sijajua pengine naye labda alikuwa na mwanamke wake nje kwa hapo, mimi sijajua. Nani ambaye uliona dalili gani mpaka ukaenda hospitalini na labda kupima? Uje nyinyi mnachukulia poa ujue. Au jamani au nyinyi mnaonaje? Mbona kama watu wanachukulia poa? Ulienda na nani hospitalini? Hospitali nilienda mwenyewe. Cause mimi nilianza kuwashwa kama unavyoona hivi. Ngoja nisimame unione vizuri. Mimi nilianza kuwashwa kama unavyoona hivi. Ngozi inakuwa inawasha? Inakuwa inawasha hivi. Kuwashwa tu hivi. Ndio ukaenda kupima? Yeah, nikapima na nilikuwa naumwa mara kwa mara. Ndio hivyo. Ya Mungu mimi. Unatumia dawa sasa hivi? Ndio. Sasa mbona umemficha mwanamume wako? Kwa mwanamume wako yeye yuko salama? Yeah, sijajua lakini nahisi asingekuwa salama ningemkuta naye yuko, angekuwa kama mimi. Kwa naamini kabisa yuko salama. Kitu gani kinachokufanya usimpe mwanamume wako tendo sasa hivi? Ni kwa sababu unapitia tatizo hilo au ni kwa sababu tu unaona kuwa hastahili yeye kufanya na wewe? Kiupande mwingine kwa sababu hili nilitafuta kwa starehe yangu. Kwa siwezi nikamuumiza. Umeona? Upo tayari kabisa kumuua mwenzako? Yaani ndio maana nimekuambia kwa hivi nilivyojikuta. Kwa sikuwa tayari hata kukutana naye kwa sababu hichi ni kitu nilikitafuta kwa starehe yangu mwenyewe, kwa nitapambana mimi mwenyewe. Kwa sababu anaweza kutafuta mwanamke mwingine. Ila mimi siwezi na kushirikiana naye kwa sababu nitakuwa ni muuaji, kwa sababu yeye ametulia afu mimi sijatulia. Wewe una akili kabisa hujatulia? Yeah. Una wanaume wengi? Yeah. Hao wanaume wengi wanakupa nini?
Sivyo hivyo vya 5,500 mtu amekununulia chips kuku. Kwa hiyo unataka kusema ni kwamba wanaume wakikununulia chips kuku wewe unamkubalia? Na hao wanaume wengine wa nje unakuwa unafanya nao mapenzi ya halali au ndio yale yale? Ya halali. Ya halali. Kwa hiyo wanaume ambao unashiriki nao tofauti na mapenzi ya halali ni wachache ambao wewe unawajua. Yeah. Una mpango wa kuacha? Ndio. Umekata tamaa ya maisha? Kukata tamaa sijakata tamaa, ila tu nimeacha. Unatamani kuja kuwa nani? Natamani kuwa mama mchungaji. Mama mchungaji? Yeah. Siwezi kusema kuwa hauwezi, lakini sijajua sheria za kuwa mama mchungaji zinakuwaje. Sawa. Bro, unataka kuwa mama mchungaji? Wewe ulisema Muislamu wewe. Yeah, nataka kubadili dini, nataka kubadilika, ndio mtoto wa Mungu, niwe mama mchungaji, nisali, niombee hivyo. Hata ukitaka sasa kukuombea naweza nikakuombea. Unaweza kuombea? Yes. Mimi niombee. Baba, katika jina la Yesu Kristo nakubariki huyu mtoto wako aliyeko mbele yako, mlinde, umuongoze, mkinge na mabalaa ya dunia, mkinge na vitu vibaya, mkinge na hivyo kufupi. Mama mchungaji. Basi sawa. Kitu gani ambacho kinaendelea hapa sasa hivi? Tunafanya nini? Najua mimi nimekuharibia. Cha kwanza samahani kwa hichi kitu ambacho kimetokea hapa. Bro, mimi sija hapa kwa ajili ya kuja kuharibu. Nimekuja kwa ajili ya kujenga. Lakini bro, sio kwa ubaya. Sijui mnavyoishi, lakini kama kuna alternative ya kutafuta maisha mengine, tafuta. Wewe upo ndani ya ndoa, mimi sipo nje ya ndoa. Mapenzi ni upofu. Ukimpenda mtu sana, upendo unadhibiti makosa ya mtu unakuwa uyaoni. Ila sisi wa nje ndo tunaona kuwa hili lipo sawa au hili halipo sawa. Na ndo maana unawahi kuchoka. Sijui kama umenielewa. Kwa hiyo bro, yote na yote sikwambii kwa ubaya. Sisi wa nje, sisi ndo tunaona kuwa huo uwanja ni mzuri au huo uwanja ni mbaya. Huyu mwanamke atakuja kukuua. Huo ndo ukweli. Mimi waga siachanishagi watu. Ila huo ni ukweli, acha nikwambie. Atakuja. Yeye mwenyewe ashakwambia hajatulia. Okay. Kwa hiyo ni kwamba issue ni chips mayai tu. Kakaangu, pause kidogo kwa maswali yako. Nikwenda kanikuombe. Zeni ulikuja na mwenzio, mlikuja kustaarabu nyumbani kwangu, si ndio? Na mpo kwangu. Hivi umeshaniharibia mimi kwa mume wangu. Kwa nilikuwa nakuomba kama utojali, nilikuwa naomba msaada hata wa milioni 10 tu niendeleze kimaisha. Kwa sababu ukiangalia wewe ndio umeniharibia, na hapo unavyoona napiga mimi sijala toka asubuhi. Na nilikuwa msubiri mume wangu arudi kazini, kwa hapa sijanywa maji, sijala na sijui nakula nini, na ushaniharibia na mume wangu hawezi kunipenda tena. Kwa nilikuwa nakuomba tu nipe hiyo milioni 10 ili niendelee na maisha yangu. Nani atanipenda sasa hivi? Sina mtu ambaye namtegemea. Nilikuwa namtegemea ni mume wangu. Kwani bro wewe mwachage hela akula mwanamke wako? Namwachia. Wewe unamwachia shilingi ngapi kwa siku? Hiyo ni siri ya maisha yetu, lakini namwachia kiasi tutakachojaliwa. Namwachia kama mke wangu. Unataka nani akupe milioni 10, mimi au wewe? Hapo ile niharibia, kwa sababu usingekuja wewe na huyo mwenzio, mume wangu mimi alikuwa hajui. Lakini kwa hiyo ungeendelea kumuua? Mimi nishakwambia nisingeweza kumuua. Akitaka huyu tungetumia kinga, ningezingizia niko period. Kwani period hiyo ni damu? Of course ningekata tomato. Ushakufanya mapenzi ukiwa period? Sijawahi.
Ushawahi hujawahi? Sijawahi. Au labda ushaikuwa umewahi lakini ulitumia kinga? Kangu maswali yako yananiumiza, sijawahi. Alafu Sasa wewe kinachokuumiza nini kwani? naachana na mume wangu, naanzaje maisha? Nitaweza mimi kulipa kodi? Sawa. Kwa hiyo milioni 10, sisi milioni 10 tukikupa ndo unaanza maisha yako mengine? Yeah, nitafuta biashara ya kufanya. Okay, biashara gani ya milioni 10 ambayo ukiweza kunitajia biashara ya milioni 10 tunakufanyia mpango kwa zima ya milioni 10? Nataka kufungua duka la vyakula vya jumla na rejareja. Vyakula gani? Vya ndani. Kama mchele, unga, mafuta, maji, sukari, hivyo vitu vya jumla, na vinywaji kama pombe, Grand Malt, vitu vya jumla na rejareja ambavyo najua hivyo lazima mteja aje anunue kusitokosa hela ya kula. sawa, mawazo yako sio mabaya, lakini mawazo yako yamepishana na mawazo yangu. Wazo langu la kwanza ni kwamba sitoweza kukusaidia hicho kiasi kwa sababu sina. Wazo langu la pili ni kwamba kuna kitu ambacho unataka kukifanya binti yangu. Kama inawezekana, nisikilize. Kama inawezekana, jitafakari. Kama unataka kwenda msikitini, nenda msikitini kapige goti sali. Haupo sehemu salama. Kivuli ambacho kipo nyuma yako hukioni, ndicho kinachokupitisha katika misuli, shida, mabonde kama hayo. Binti yangu, sali. Huyu si wewe. Maelezo yako yanayotoka hapa hayajanyoka. Yaani ni mtu ambaye kama akili kidogo haziko sawa. Yaani unaongea maneno yako bila kuwa katika mpangilio. Samahani kama nitakuwa navuka mipaka juu ya maongezi haya, lakini dada yangu haupo sawa. Na sio kama hauna akili timamu, umemwacha Mungu mbali. Rudi kwa Mungu wako. Mungu hawezi kukupa milioni 10 wewe. Wewe tushakupewa milioni 10 na Mwenyezi Mungu, alikuwekea fungu mahali akakwambia kachukue hela pale. Kwa hiyo Mungu hawezi kukupa milioni 10. Umeshasema Mungu wewe unamwona. Mungu unamwona. Sawa. Basi nisamehe mimi. Brother. Samahani kwa kuliingilia hili jambo lenu. Tanisamehe, wala sikuwa na nia mbaya, ila nilikuwa natamani kujenga. Na kama ningejua huyu binti anaishi na mumewe, anaishi na mwanaume, mimi nisingemwambia tu jadi hapa. Huyu aliniambia kabisa kuwa anaishi peke yake. Si unaelewa bro? So samahani. Bila samahani. Sisi mimi nimekuja kama kuokoa. Mimi nashukuru sana. Asante, na sisi tunashukuru. Haya yote yalikuwa nyuma ya kichwa changu. Kwa sijui chochote na wala nisingejua chochote ushenzi ambao ananifanyia mke wangu. Kwa hiyo mimi yote kwa yote nawashukuruni sana. Mwanzo nilipofika mpo kwangu nasema sielewi, lakini kumbe ni ukombozi wangu umekuja. Inawezekana nikawa nimetoka kwenye matatizo au inawezekana nimepata matatizo, lakini kwa kudura za Mwenyezi Mungu na imani nitakuwa mzima. Ila ndoa hapa hakuna tena kaka. Ina maana ndio usema mmeachana? Yaani siwezi kumvumilia mwanamke kama huyo na hawezi kuwa mke wangu mimi tena. Kutokana na mimi jinsi nilivyo na vitendo vyake anavyovitenda tofauti kabisa na mimi. Model ya mwanamke ambayo nilikuwa nataka mimi sio model hii. Kwa hiyo brother, mimi sina mengi sana ya kuongea. Zaidi kwamba talaka nje kaka. Sasa hayo mambo ya talaka brother, mimi naomba nisimame. Mambo ya talaka mimi naomba nisiwepo kabisa kwenye upande wa mambo ya matalaka. Nyie mtajua hizo talaka zenu mnapeanaje, lakini mtanisamee pale ambapo nitakuwa nimeteleza, nimewavukia mipaka. Mimi na mgeni wangu naomba niondoke, kwa sababu kwa jinsi ninavyoona nyie mnajuana. Mnatunziana siri, nyie mnajuana. Bro, ushauri mmoja tu wa mwisho ambao naweza kukupa. Kabla ya maamuzi yote hujayafanya, jaribu kuzungumza na ndugu yake yote wa karibu, ambaye unajua kabisa kwa huyo ndugu anaweza kuzungumza naye huyu. Kama ni mama yake, dada yake, baba yake, mtu yoyote ambaye unaweza kuzungumza naye kutoka katika upande wao huyu. Si unanielewa bro? Hiyo bro inaweza kukusaidia wewe, kukupa nguvu ya kujua kitu gani unataka kukifanya. Sawa brother? Bwana,
Ndio. Nashukuru sana wenu hapa, nashukuru sana. Asante bro. Binti, nakushukuru sana kwa ushirikiano wako, kwa sababu nawe ni mwanga mwenzangu. Kumbe na wewe una mume wako umetoka na mume wangu, tena habari zenyewe ndo kama hizo. Kwa hiyo nakushukuru sana, endelea kuwa na moyo huo huo. Nakushukuru sana brother. Mimi kiukweli sitokuwa tena na mahusiano, sitokuwa tena na ndoa na mwanamke kama huyu. Mimi nimeshindwa. Basi ngoja tuondoke brother. Sisi tunakimbia. Mimi natakie, nadhani tunaweza labda tukabadilishana mawasiliano. Muhimu sana. Muhimu sana. Mimi simu yangu nimeacha hapo chaji kidogo. Sawa. Simu yangu hapa. Okay. Saidia hapa namba yako niandikie hapo. Hii ukipiga muda wote napatikana. Sawa. Muda wote nipo. Sawa. Sasa sisi brother, sisi bwana tunakimbia. Kama kuna shida yote itatokea basi unaweza tutawasiliana. Mimi mwenyewe nikitoka tu hapo nje nakupigia simu brother. Simu yangu hapa nimeweka kimbege kidogo. Sawa. Nashukuru sana. Wewe tunaondoka wote? Nashukuru sana. Sawa brother. Namba yangu inaisha na 31. Sawa. Kwa mimi mume kweli. Naondoka na wewe. Wewe unaenda? Sima niharibia ndoa mimi. Sio pombe yangu nimekuachia. Sima unaenda nani? Tunaondoka wote. Wewe si ndio mmoja. Ndio maana nikasema hivi. Umeniharibia kwa mume wangu, sina ugali. Tunaondoka wote. Yaani ulipo nipo. Acheni mambo yenu. Ulipo nipo. Bro. Tuondoke. Mshike basi mkeo bwana. Ulipo nipo tuondoke. Nenda naye nyumbani bro, kitu ndo mtaongea. Wewe tukubaliane hapa, siwezi kurudi, tunakubaliana hapa. Talaka unanipa unipe. Talaka ni. Haya basi. Ashasema ananipa talaka, kwamba tunaondoka tunaenda kwako. Kwa mimi sasa kujua mambo ya talaka. Hapa tunaondoka naenda kuchukua nyumbani kwako. Basi wewe ndio mimi unanijua, mimi. Unanijua mimi wewe. Sikiliza brother. Huyu anaambiaga na majukumu yake mengine. Anaenda kumharibia naye ndoa yake. Yes, ngoja kuniharibia. Mpaka hapo utakuwa umeharibu. Yaani umetoka na huyu bado tena wewe una pepo la ngono. Sikiliza mwanamke. Boda. Siwezi kukubali. Mimi unaondoka naye. Boda. Njoo mwanangu.